Habari za wakati mtazamaji wa Channel 10 Plus. Leo ni tarehe 30 mwezi wa 5 mwaka ni 2026, ikiwa ni Jumamosi ya mwisho kabisa ya mwezi wa 5. Nikaribisha katika habari ya kutwa nzima ya leo kutoka hapa Channel 10 Plus. Msomaji wako ni mimi Eden Bahati. Karibu tuanze na habari za kitaifa. Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Mwigulu Nchemba amekagua maendeleo ya utekelezaji wa mradi wa uboreshaji huduma ya maji wa mji wa Manyoni mkoani Singida unaotekelezwa kwa gharama ya shilingi bilioni 28 za Kitanzania. Tupate undani wa taarifa hiyo kutoka kwa Kenny Malila. Dr. Mwigulu amesema hayo wakati alipokagua mradi wa mnyororo wa thamani wa korosho kupitia kiwanda darasa cha kubangua korosho Kidakuko kilichopo Masigati wilayani Manyoni, akiwa katika ziara ya kikazi mkoani Singida. Waziri Mkuu amewapongeza wananchi wa Manyoni kwa kuendelea kuimarisha kilimo cha korosho na kuwa miongoni mwa maeneo yaliyoanzisha kwa mafanikio zao hilo katika mkoa wa Singida. Wakati nafika pale getini nilikuwa nasema sasa kama ekari hizi ni nyingi hivi kiwanda kitatosha kweli? Nilipofika baada ya kusikia maelezo nimeelewa vizuri dhana hiyo, na inaenda sambamba na ilani ya uchaguzi ya CCM, na inaenda sambamba na dira 2050, na inaenda sambamba na uendeshaji wa uchumi wa kisasa, kwamba serikali haipaswi kufanya jukumu hilo peke yake la kujenga viwanda, lakini kwa kuwa zao hili halikuwa zao la asili lililozoeleka kwa mkoa wa Singida, ni lazima hatua za aina hii ziweze kufanyika. Awali, kaimu mkurugenzi mkuu wa kituo cha zana za kilimo na teknolojia vijijini Kamatek, mhandisi Godfrey Mwinama, alimweleza waziri mkuu kuwa kiwanda hicho ni miongoni mwa jitihada za serikali za kuhakikisha matokeo ya tafiti na ubunifu wa ndani yanawanufaisha wananchi kupitia uzalishaji, uchakataji na kuongeza thamani ya mazao ya kilimo. Mtu mmoja anaweza kubangua kati ya kilo 40 au 80 za korosho ghafi kwa siku, na hivyo kufanya kiwanda cha namna hii kuwa na uwezo wa kubangua tani 1.36 hadi tani 2.72 kwa siku, na kinaweza kufundisha kwa wakati mmoja wanafunzi wapatao 50. Katika hatua nyingine, Mheshimiwa Dr. Mwigulu amekagua maendeleo ya utekelezaji wa mradi wa uboreshaji huduma ya maji ya mji wa Manyoni unaotekelezwa kwa gharama ya shilingi bilioni 28, ukitarajiwa kuhudumia wakazi zaidi ya 64,667. Kenny Malila, Channel. Mamlaka nchini Kenya zimeendelea na uchunguzi wa vinasaba DNA ili kutambua miili ya wanafunzi 16 waliofariki katika ajali ya moto iliyoteketeza bweni la shule, huku familia 3 pekee zikifanikiwa kuwatambua wapendwa wao hadi hivi sasa. Mchakato huo unaendelea katika makafani ya Naivasha, ambako ndugu na jamaa wamekuwa wakikusanyika kwa matumaini ya kupata taarifa za watoto wao. Huzuni na majonzi vilitawala wakati wa baadhi ya wazazi waliposhindwa kujizuia walipokuwa wakitazama miili ya watoto wao, huku maafisa wakikamilisha utambuzi na uwekaji wa kumbukumbu. Kwa mujibu wa vyanzo mbalimbali vya kimataifa, miili 3 kati ya 16 iliyoteketea vibaya kiasi cha kutotambulika kwa njia ya kawaida, hali ilo lazima matumizi ya uchunguzi wa DNA ili kuthibitisha utambulisho wake. Wakati huo huo, uchunguzi wa kubaini chanzo cha moto huo unaendelea. Polisi wamewakamata wanafunzi 8 wanaoshukiwa kuhusika na tukio hilo, huku maafisa wa usalama wakichunguza mazingira yote yaliyopelekea mkasa huo mkubwa uliogharimu maisha ya wanafunzi hao. Tukio hilo limeibua maswali mengi kuhusu usalama wa mabweni ya shule nchini Kenya na kuacha taifa hilo katika maombolezo makubwa kutokana na kupoteza maisha ya wanafunzi hao. Katibu wa NEC Itikadi, Uenezi na Mafunzo wa CCM Taifa, Comrade Kenan Kihongosi, amewataka wananchi wa mkoa wa Kilimanjaro kuendelea kuilinda na kuitunza amani ya Tanzania, akisisitiza kuwa maendeleo yanayoshuhudiwa nchini yametokana na mazingira ya utulivu yaliyojengwa na kuendelezwa kwa miaka mingi. Kiongozi ameyasema hayo alipohutubia wanachama wa CCM na wananchi wa shina namba 2 tawi la Bohora kata ya Njoro na shina jipya la Wakeleketwa kata ya Bondeni wilayani Moshi mjini mkoani Kilimanjaro.
Tujiunge na Kisa Mwaipiana kwa taarifa zaidi. Baada ya kuhitimisha kwa kishindo ziara yake katika wilaya ya Siha katika mkoa huu wa Kilimanjaro, leo Katibu Mwenezi Taifa Kenan Kiongosi yupo katika wilaya ya Moshi mjini na ameanza kazi yake kwa kutembelea shina namba 2 tawi la Bohora hapa Moshi mjini, na anakuja kuzungumza na wanachama lakini pia na wananchi wa maeneo haya katika swala zima la kukijenga chama ama kuimarisha uhai wa chama. Na leo tunapoona tunakusanyika hivi ni kwa sababu hapa pana utulivu, pana amani. Bila amani pengine tusingekuwepo hapa. Lakini amani hii haikuja tu. Kuna wazee wetu wengine wameshatangulia mbele ya haki, walipoteza maisha yao ili taifa liwe salama. Sasa wajibu wetu kama wana Kilimanjaro, watu wa shina namba 2 na wilaya hii ya Moshi ni kuhakikisha amani na usalama inakuwa ni kipaumbele chetu. Mtazamaji, kazi nyingine ambayo Comrade Kenan Kiongosi amefanya katika wilaya hii ya Moshi katika ziara yake ni kuja katika hospitali hii ya rufaa ya mkoa wa Mawenzi, ambapo hapa alifanya kazi ya kukagua uzalishaji wa mtambo wa hewa tiba ya oksijeni ambayo imegharimu takriban shilingi bilioni 1.9 ikiwa ni fedha zilizotolewa na serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Vituo hivi vimejengwa na hii imekuwa ni dhamira ya serikali ya Chama cha Mapinduzi kuhakikisha Watanzania afya zao zinaimarika. Na mimi nitoe wito sasa kwa watu wa mkoa wa Kilimanjaro kuilinda miundombinu hii, kwa sababu miundombinu hii ni ya gharama kubwa na lengo kubwa ni kuwasaidia wao wenyewe wananchi wa maeneo husika. Ujenzi wa jengo na hatimaye usimikaji wa mtambo ulikamilika tarehe 29 mwezi wa 9 2025. Tarehe 17 mwezi wa 11 2025 tulikabidhiwa rasmi. Tarehe 1 mwezi wa 12 2025 tulianza uzalishaji, ambapo hadi kufikia tarehe 28 mwezi wa 5 jumla ya mitungi 3313 ilizalishwa. Pia Kenan Kiongosi alitembelea na kukagua mradi wa stendi mpya ya kisasa katika eneo la Nganga Mufumuni na kisha akahitimisha ziara yake hapa manispaa ya Moshi kwa kufanya mkutano mkubwa wa hadhara, ambapo katika mkutano huu aliweza kusikiliza kero na changamoto mbalimbali za wananchi wa eneo hili ikiwepo masuala ya migogoro ya ardhi. Nikiripoti kutoka katika manispaa ya Moshi, mimi ni Kisa Mwaipiana wa Channel 10. Asante Kisa Mwaipiana kwa taarifa hiyo. Makamu wa pili wa Rais wa Zanzibar, Hemed Suleiman Abdullah, amesema serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar inaendelea kufanya mageuzi katika matumizi ya mifumo ya kidijitali ili kujenga uchumi wa kisasa na kuimarisha misingi ya utawala bora. Amesema hatua hiyo ya matumizi ya teknolojia pia itasaidia kuleta ufanisi mzuri wa kazi. Bodi ya Maziwa Tanzania imetoa elimu kwa wananchi wa mkoa wa Tanga, lengo likiwa ni kuadhimisha wiki ya unywaji wa maziwa kwa kuwafikia ni warsha ya serikali ya kidigitali. Akifungua warsha hiyo, makamu wa pili wa Rais wa Zanzibar Hemed Suleiman Abdullah amesema kuongeza ufanisi, kuimarisha uwazi na uwajibikaji ni baadhi ya mafanikio ya mifumo ya kidigitali katika utendaji kazi wa taasisi za serikali na taasisi binafsi. Teknolojia inasaidia kuharakisha utoaji wa huduma kwa umma, kuongeza ufanisi wa kiutendaji, kudhibiti mapato, kupunguza gharama za uendeshaji na kuimarisha uwazi. Hivyo ni jukumu letu sote kuhakikisha tunaitumia teknolojia ipasavyo. Hivyo ni wajibu wetu kujifunza kwa kuangalia mbinu mbalimbali zinazotumiwa na wenzetu wa nchi ambazo uchumi wake unategemea zaidi sekta ya huduma na kutoa mawazo jinsi ya kuboresha teknolojia hapa nchini. Aidha, makamu wa pili wa Rais wa Zanzibar amesema kwa kuwa mifumo ya kidigitali inajengwa na mifumo, serikali imejipanga kuboresha mifumo hiyo ili kurahisisha upatikanaji wa huduma katika sekta moja. Serikali tulipoamua kuanzisha jambo hili tulitafakari sana. Kwa hiyo yoyote ambaye atashindwa kuchukua hatua za haraka kutumia mifumo hii, huyo mtu hataweza kufanya kazi katika serikali hii, na niseme wazi, huyo kwa serikali hii ya Daktari Hussein Mwinyi atakuwa hatofai. Waziri wa Mawasiliano na Teknolojia ya Habari na Ubunifu Mudrik Ramadhani Suraga amesema wizara yake imejipanga kuhakikisha inafanya mabadiliko ya matumizi ya mifumo kwenye taasisi na wizara zote za serikali. Hatuwezi tukakamilisha ajenda ya mpango wa mageuzi ya kidijitali wizara kama wizara ama IGAS kama IGAS. Ni lazima tupate buy-in ya kila mtu ambaye yupo hapa
ili kuweza kufanikisha malengo ambayo tumeyakusudia. Warsha ya serikali ya kidigitali imefanyika Golden Tulip mjini Unguja. Juma Kasim, Channel 10, Zanzibar. Wazazi na walezi wameshauriwa kuhakikisha watoto wanakunywa maziwa mara kwa mara ili kuimarisha afya kutokana na wingi wa viinilishe vitokanavyo na bidhaa hiyo, ambapo mkoa wa Tanga hukusanya lita milioni 40 za maziwa kwa mwaka. Tupate undani wa taarifa hiyo. Bodi ya Maziwa Tanzania imetoa elimu kwa wananchi wa mkoa wa Tanga, lengo likiwa ni kuadhimisha wiki ya unywaji wa maziwa kwa kuwafikia wafugaji, wasindikaji, maafisa mifugo sambamba na wataalamu wa maabara ili kuwakinga walaji dhidi ya magonjwa yatokanayo na wanyama kupitia bidhaa hiyo. Mwili wa binadamu unahitaji viinilishe karibuni 102 kila siku viweze kuingia mwilini kwa sababu ya kuimarisha afya. Lakini maziwa yana mchango mkubwa sana, yani yana takriban nusu ya viinilishe ambavyo vinahitajika kuingia mwilini. Friji zetu nyumbani tuzibadilishe. Badala ya kuwa tunanunua soda tunaweka kwenye friji, basi tujikite zaidi kununua maziwa tuweke kwenye friji zetu. Maadhimisho hayo kwa mkoa wa Tanga yamefanyika katika wilaya ya Mkinga, ambapo wilaya hiyo kwa siku hukusanya kiasi cha lita 9,000 kutoka kwa wafugaji. Tunahitaji kuendelea kuweka mpango madhubuti ili uzalishaji wa maziwa utoke kwenye takwimu tuliosomewa hapa kwenda kwenye kiwango kikubwa zaidi. Maziwa haya ambayo leo vijana wetu wamepata, maana yake yanatimiza pia malengo yetu ya lishe kwa wanafunzi. Sisi tunatambua kwamba swala la lishe lina uhusiano wa moja kwa moja na tendo la kujifunza kwa mwanafunzi. Maziwa hayo hukusanywa kupitia vituo 6 vya kusanyia maziwa vilivyopo ndani ya halmashauri kwa ajili ya kupozwa na kupelekwa katika kiwanda cha Tanga Fresh kwa ajili ya usindikaji. Kila mtu anashauriwa kunywa glasi moja ya maziwa kila siku ili kufikia lengo la kutimiza lita 200 kwa mwaka. Kutoka Tanga, Raya Kipingu, Channel 10. Asante Raya Kipingu kwa taarifa hiyo. Wizara ya Madini kupitia shirika la madini la taifa STAMICO limetekeleza ahadi ya Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan aliyetoa miaka 3 iliyopita mkoani Lindi kwa kujenga kiwanda kikubwa cha kuchakata chumvi ambacho kitatumiwa na wakulima wa chumvi kutoka mikoa ya kusini ikiwemo Mtwara na Lindi. Taarifa zaidi na Aidan Muhando. Waziri wa Madini Anthony Mavunde akizungumza na wananchi wa mkoa wa Lindi na Mtwara katika hafla ya uzinduzi wa kiwanda hicho kilichojengwa katika wilaya ya Kilwa, anasema kitakuwa ni utatuzi wa soko la chumvi ghafi na kwamba ni mkombozi kwa wananchi wa mikoa ya kusini. Leo nasimama hapa kwa furaha kubwa ya kwamba yale maelekezo ya Mheshimiwa Rais ya ujenzi wa kiwanda hichi yamekamilika, na sasa wakulima wa chumvi watauza chumvi ghafi yao hapa kiwandani, itasafishwa hapa na itakuwa ni utatuzi wa kwanza mkubwa wa changamoto ya soko la chumvi ghafi. Leo tunashuhudia Mheshimiwa Rais wetu Dr. Samia Suluhu Hassan akitekeleza ahadi yake kishujaa. Tumekiona kiwanda, wote tumeingia, tumekiona na sote tunashukuru. Kamati ya kudumu ya Bunge ya Nishati na Madini kupitia mwenyekiti wake inatoa pongezi kwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan kwa ujenzi wa kiwanda hicho ambacho ujenzi wake utagharimu shilingi bilioni 4 hadi kukamilika kwake. Hongereni sana Mheshimiwa Waziri na pia STAMICO kupitia mkurugenzi na watumishi wote kwa kutekeleza maono ya Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan, na tunawapongeza wadau wote wa chumvi kwa busara yenu na usikivu kama alivyosema mwenyekiti wenu. Kinachosubiriwa ni wale wataalamu kwa ajili ya kufanya trial run. Hii kiwanda ambacho sensitive kinazalisha chakula, kwa hiyo ni lazima watu ambao wamebobea. Nimshukuru Rais wetu Mama Samia Suluhu Hassan. Kiwanda hiki leo kimezinduliwa na ni kiwanda muhimu kwa sababu sisi Kilwa tunazalisha chumvi nyingi sana. Kiwanda hicho kinatarajiwa kuzalisha tani 2500 kwa mwaka. Kutoka Kilwa mkoani Lindi, Aidan Mhando, Channel 10.
Bodi ya nyama kanda ya Magharibi inatoa elimu ya kuzingatia ubora wa nyama na usalama wa chakula kwa wauzaji wa bidhaa hiyo ili kulinda afya ya mlaji na kuhakikisha masharti ya soko la ndani na nje ya nchi yanasimamiwa, ikisisitiza kuwa kwa watakaoshindwa kuhudhuria mafunzo hayo hawataruhusiwa kuuza nyama na hatua za kisheria zitachukuliwa dhidi yao. Mwandishi wetu Adela Moses kutoka mkoani Tabora ana undani wa taarifa hiyo. Imeelezwa kuwa elimu hiyo inatolewa kwa mujibu wa sheria hapa Tabora na maeneo mbalimbali nchini ili kuhakikisha wafanyabiashara wanaendesha shughuli zao kwa kufuata sheria na kanuni za sekta ya nyama. Na hapa msimamizi wa bodi ya nyama kanda ya Magharibi Abduli Waziri anaeleza. Hili zoezi kama nilivyosema awali kwamba lipo kwa mujibu wa sheria. Sheria imeangalia kwamba kwanza sheria ndio imetengeneza hii bodi ya nyama. Kwa hiyo bodi ya nyama imetengenezwa chini ya sheria hiyo namba 10 ya mwaka 2006 katika kifungu cha 8. Ambapo hiyo sheria imempa majukumu bodi ya nyama kuhakikisha inasimamia shughuli zote za mnyororo wa thamani wa zao la nyama. Kwa hiyo sasa hizo shughuli zote zinatakiwa zisimamiwe katika mazingira ambayo nyama itakayozalishwa iwe salama, iwe bora na salama kwa mlaji. Lakini pia bidhaa zitakazozalishwa pamoja na mifugo yenyewe zitengenezwe katika kiwango ambacho kitakidhi soko la ndani na nje ya nchi. Katika kuendelea kusimamia ubora wa nyama mkoani hapa, daktari wa mifugo kutoka ofisi ya mkoa wa Tabora, Daktari Robert Machibia, anaeleza umuhimu wa nyama kupimwa kabla haijaingia buchani. Kama nyama haijapimwa na mtaalamu wa afya za mifugo, daktari au mwenye taaluma hiyo, sana kuna magonjwa ambayo yanaweza kutoka kwa mnyama yakaenda kwa binadamu, yanaitwa zoonotic diseases. Sasa kama mtaalamu hajapima na kujizia kwamba nyama ni bora, inaweza katokea mlipuko wa ugonjwa wa aina hiyo, kwamba umetoka kwenye nyama ya mbuzi au ya ng'ombe ikaenda kwa binadamu. Mtaalamu ni muhimu sana kuwepo kwenye eneo hilo kuhakikisha hiyo nyama ina ubora unaohitajika kwa mlaji. Kwa upande wao, wauzaji wa nyama wameiomba bodi hiyo kuendelea kutoa elimu ili kuongeza uelewa wao kwa wao kuhusu kanuni na taratibu za biashara ya nyama kwa manufaa ya wafanyabiashara na walaji. Kweli tumeelewa vingi, lakini bado vingi hatujavitekeleza sisi kama wafanyabiashara wa tasnia ya nyama kutokana na changamoto ambazo zinakuwa nje ya uwezo wetu kidogo, lakini na imani wakiendelea kutuelimisha, kutufundisha, watatutafutia wadau, pia watatupa fursa, tunaweza tukapata hata tukasafirisha nyama nje ya nchi. Kwa hiyo ni fursa, tunaomba waendelee kutuelimisha na kuwa karibu na sisi kama wadau wao. Adela Moses, Channel 10. Asante Adela Moses kwa taarifa hiyo. Naibu Spika wa Bunge Daniel Silo amewataka Watanzania kuendelea kuchangamkia fursa mbalimbali za uwekezaji zilizopo katika makao makuu ya nchi jijini Dodoma kutokana na ukuaji wa kasi wa shughuli za kitaifa na kiuchumi jijini humo. Mwandishi wetu Leonard Mwacha kutoka Dodoma ana undani wa taarifa hiyo. Mheshimiwa Naibu Spika ametoa rai hiyo jijini Dodoma mara baada ya kuzindua hoteli mpya ya kisasa iliyojengwa na mwekezaji mzawa na kubainisha kuwa kwa sasa serikali imefanya mabadiliko makubwa yanayowezesha wananchi kufanya uwekezaji bila usumbufu. Serikali imeweka mazingira wezeshi, mazingira rahisi, imerahisisha namna ya huduma mbalimbali ambazo zinasaidia Mtanzania wa kawaida, mwananchi wa kawaida kuwekeza. Kwa hiyo imeboresha mazingira ya uwekezaji kwa upande wa serikali, imerahisisha taratibu mbalimbali. Zamani za kupata hati tu ya kiwanja ilikuwa miaka. Leo ndani ya masaa 48 unapata kiwanja pale ambapo umetimiza masharti yote. Baadhi ya wabunge waliohudhuria hafla hiyo wamezungumzia nafasi ya sheria zinazotungwa bungeni katika kurahisisha uwekezaji kwa wazawa, huku mwekezaji huyo akibainisha sababu za kuwekeza Dodoma. 2022 tulikwenda tukabadilisha sheria. Sheria tuliyobadilisha ni sheria ya uwekezaji, na sheria hiyo imekuja imebadilika tena 2024. Yote ni katika jitihada za kutengeneza mazingira mazuri ya uwekezaji kwa wawekezaji wa ndani na wa nje na kuweka masharti ambayo yanavutia zaidi. Tunaposema makao makuu ya nchi, Ikulu ndio iko hapa. Kila mkoa ipo Ikulu, lakini makao makuu ndio iko hapa. Kwa hiyo hili pekee ndio leo nifanye kwamba angalau nione iko haja ya uwekezaji katika mkoa huu wa Dodoma. Jambo la pili ni namna ambavyo awamu ya 6 ilivyo tupa fursa wawekezaji wa nje na wa ndani. Kutoka Dodoma, Leonard Mwacha, Channel 10.
Kamati ya Bunge ya Kudumu ya Bajeti imeipongeza Mamlaka ya Mapato Tanzania TRA kwa kuweka mazingira mazuri ya ulipaji kodi, hususan kwa walipa kodi wakubwa ambao yamekuwa chachu ya kuongeza ukusanyaji kodi. Tupate undani wa taarifa hiyo. Pongezi hizo amezitoa jijini Dar es Salaam mara baada ya kamati hiyo kutembelea kituo cha walipa kodi wakubwa, ambapo mamlaka hiyo imeboresha mifumo ya ulipaji kodi kwa makampuni makubwa na watu binafsi. Kama walipa kodi wakubwa wanachangia 40% ya kodi tunayoipata, maana yake ni kwamba hawa wakubwa wanalipa kodi kubwa zaidi kuliko wale wadogo. Naona kwa hiyo tufahamu wa Tanzania kwamba nchi yetu tunaijenga sisi wote, wale wadogo, walipa kodi wadogo, lakini walipa kodi wakubwa pia. Kwa upande wake, kamishna mkuu wa Mamlaka ya Mapato Tanzania Yusuf Juma Mwenda amesema wamejipanga kuwa na mfumo wa kodi ambao ni tabirifu na rahisi utakaomwezesha mteja kulipa kodi popote alipo. Tumejipanga kuwa na mfumo wa kodi ambao ni tabirifu, ni rahisi, kwa maana unatumia mifumo, unaweza ukalipa kodi popote ulipo, ukiwa ofisini kwako, ukiwa nyumbani kwako, unaweza kulipa. Kwa hiyo convenience ni kubwa sana, na huduma za walipa kodi zipo. Badala ya wewe kuja kutufuata, tutawafuata sisi ili tuweze kuwahudumia vizuri. Lakini hasa wamepata ufahamu kwamba kumbe kwenye walipa kodi wakubwa kuna walipa kodi ambao ni binafsi, wale walipa kodi ambao wana makampuni lakini wao wenyewe pia wanalipa kodi kubwa, na kama tulivyoambiwa hapa, 40% ya kodi zote zinazokusanywa na TRA zinatoka kwenye idara hii ya walipa kodi wakubwa. Kutoka Dar es Salaam, Fatma Hassan, Channel 10. Asante Fatma Hassan kwa taarifa hiyo. Wakulima wa zao la tumbaku mkoani Katavi walalamika mkoa kushuka kwa bei ya zao hilo, huku mgeni rasmi akiviagiza vyama vya ushirika kusimamia vyama hivyo kuacha kutorosha tumbaku, akiwataka wakulima kuwa na subira juu ya bei ya zao hilo. Mwandishi wetu Pascal Katona ana undani wa taarifa hiyo. Kwa niaba ya mkuu wa mkoa wa Katavi katika jukwaa la maendeleo ya ushirika ukumbi wa Gwambina Road, halmashauri ya Mpimbwe, wilaya ya Mlele, mgeni rasmi Peja Muhoja, mnajisi msaidizi TCDC kutoka mkoani Tabora, amesema hapa kidogo nisisitize tena, wakulima mnatakiwa kuendana nini kwa mnapolima, kuhakikisha wale wote ambao mmepewa pembejeo, mmepewa huduma, mnaendana, kuhakikisha kila mmoja analeta pale ambapo anastahili. Mwenyekiti wa jukwaa la ushirika mkoani Katavi Amos Kayega amewaomba wananchi wa halmashauri ya Mpimbwe kujiunga katika ushirika, huku mnajisi msaidizi wa vyama vya ushirika mkoa wa Katavi Peter Nyakunga ameleza changamoto ya bei ya zao la tumbaku. Tujiunge sana kwenye ushirika, tuanzishe ushirika ulio na nguvu katika halmashauri ya Kavumu. Tuna mambo mengi sana Kavumu, tuna ufuta kwa wingi, tuna mpunga tunapata, Mungu anatujalia. Ukiangalia kwa chama kama Mishamo nafikiri wana wastani wa dola 0.9. Sasa unakuta hali inakuwa mbaya, na nilipata taarifa kwa chama kimoja kilifanya soko, walioingia sokoni walikuwa na wakulima 93. Hata hivyo, kwa upande wao baadhi ya wanaushirika walikuwa na haya ya kueleza baada ya kumalizika kwa semina ya siku 2. Changamoto za pembejeo pia nayo inakuwa ni shida. Pembejeo zinazokuja nazo zinakuwa na hafifu kidogo kwa kiwango cha juu, inakuwa kiwango cha chini, ambazo ukiziwekea pasipo kuzisupport NPK tani unaweza ukakosa tumbaku bora. Pembejeo katika zao zima la tumbaku zimepanda sana, lakini kwa wakati huo bei ya tumbaku imeshuka sana. Leo kuna vyama vina 0.8. Nikiripoti kutoka hapa mkoani Katavi, naitwa Pascal Katona wa Channel 10. Mkuu wa wilaya ya Msoma Juma Chikoka ametaka halmashauri ya wilaya ya Msoma mkoani Mara kutenga maeneo maalum ya maziko yatakayowasaidia wananchi kuachana tabia kwa kuwazika wapendwa wao katika maeneo yao ya makazi. Musa Makali ametuandalia taarifa ifuatayo.
Chikoka anatoa kauli hii katika baraza la madiwani la halmashauri ya wilaya Musoma mkoani Mara, ambapo amesema ni wakati umefika sasa wananchi katika wilaya hii ya Musoma kuwapumzisha wapendwa wao katika maeneo yaliyotengwa na si kwenye maeneo yao ya makazi. Asilimia kubwa ya maeneo yametawaliwa na makaburi. Vijiji vingi hakuna sehemu maalum ya maziko. Watu wanazika kwa utashi wao. Kipo kijiji kimoja pale Mugango Kuruwaki, kuna huku Kiriba. Yaani vijiji hivyo ukipiga hatua 5-10 unakutana na makaburi. Nyumba ya mtu hapo unakuta kaburi limegeukia huku, kaburi lingine limegeukia hivi. Kila kijiji kitenge eneo maalum kwa ajili ya maziko. Jambo hili madiwani wanalipokea na sasa ni utekelezaji. Ulikuwa hujawepo kwamba tutenge maeneo kwa ajili ya maziko. Kwa hiyo ni swala la usimamizi tu kwamba sasa serikali zile za vijiji, ngazi za kata na wilaya tusimamie jambo hilo. Watu wanazika kwenye majumba yao na kwenye mashamba yao. Lakini kupitia baraza hili, kupitia ushauri wa Mheshimiwa DC, tumeupokea ushauri kwamba ifike wakati sasa halmashauri itenge maeneo ya maziko katika kila kijiji. Wananchi kwao ni kama mzigo mzito kulihimili, japo wako tayari kuyatii mamlaka na maagizo haya ya serikali. Kwa serikali tunaipokea, lakini kwa shingo upande. Lakini kwa vile sasa ni wajibu, itabidi tulipokee, kwa sababu wote waliokwishalala kule haikuwa nia yao, ila kwa sababu ya serikali basi unapumzika. Kutoka mkoani Mara, jina langu ni Musa Makali. Mahakama Kuu ya Kenya imezuia kwa muda utekelezaji wa mpango wa Marekani wa kuanzisha kituo cha karantini ya Ebola katika kambi ya anga ya Laikipia na Nyuki hadi kesi inayopinga itakaposikilizwa na kuamuliwa. Mpango huo ulikuwa umetangazwa na utawala wa Rais wa Marekani Donald Trump, ulikusudiwa kuhifadhi kwa muda raia wa Marekani waliotoka maeneo yenye mlipuko wa Ebola lakini ambao hawakuwa wameonyesha dalili za ugonjwa huo kwa lengo la kuzuia maambukizi kuingia nchini Marekani. Kwa mujibu wa maelezo kutoka White House, raia ambao wangepata dalili za Ebola wasingerejeshwa Marekani bali wangehamishiwa katika nchi nyingine kwa ajili ya matibabu maalum. Uamuzi wa mahakama umeibua mjadala mkubwa nchini Kenya kuhusu athari za kiafya, usalama wa wananchi na wajibu wa taifa hilo katika kushughulikia changamoto za afya za kimataifa. Mpango huo sasa unasubiri hatima yake mahakamani kabla ya hatua yoyote zaidi kuweza kuchukuliwa. Naibu Waziri wa Viwanda na Biashara Dennis Lando amesema mnyororo wa biashara na usafirishaji wa bidhaa umeyumba kutokana na vita vinavyoendelea Mashariki ya Kati na maeneo mengine na kuathiri nchi zinazoendelea. Taarifa zaidi na Epimakus Apolinari. Akizungumza wakati wa kuhitimisha maonesho ya Mbeya City Expo, naibu waziri amesema serikali na mpango wa kutumia changamoto hiyo kuwa fursa kwa wafanyabiashara kwa kutekeleza dira ya 2020-2050, huku kaimu mkuu wa mkoa wa Mbeya Jafari Aniu ameeleza faida za maonesho hayo. Ina lengo la kutengeneza mabilionea wetu wa Kitanzania. Ina lengo la kuhakikisha kwamba tunajitosheleza kwa uzalishaji wa bidhaa ndani ya nchi yetu, ambayo ina lengo na dhamira ya kujenga viwanda vidogo, vya kati na vikubwa. Muda mrefu wakulima na wazalishaji wetu wamekuwa kukabiliwa na changamoto ya uhakika wa masoko na bei zisizo na tija. Kufunguka kwa soko la DRC kutatoa fursa mpya ya kuongeza thamani ya uzalishaji wetu na kuinua kipato cha wananchi wetu. Katika maonyesho haya usiseme hayajawa mazuri kwa sababu sijauza. Unaweza usiuze sana lakini ukapata connection kubwa zaidi kwa ajili ya soko la kesho utakalouza bila maonyesho. Washiriki wa maonesho hayo wakiwemo mfuko wa jamii wa hifadhi ya taifa NSSF, SIDO na wakala wa udhibiti wa mbolea Tanzania TFRA wamezungumzia namna ambavyo maonesho hayo yamekuwa na tija. Kwenye mfuko wa hifadhi ya jamii watanufaika na mafao bora ambayo yanatolewa, kwa maana kwamba watakuwa sawa na wale ambao wameajiriwa. Kwa maana ipi? Kwa maana watapata huduma za afya. Ili kuokoa fedha za kufanya matengenezo, lakini pia gharama kubwa ya uagizaji mashine nje ya nchi, na wataka moja kwa moja wafike SIDO waweze kupata mashine bora. Na tulikuwa tunatoa elimu ya matumizi ya visaidizi vya mbolea, kwa maana tunatumia chokaa kilimo au chokaa mazao. Na mimi ni Epimakus Apolinari, Channel
Taarifa ya Epimachus Apolinari inatuwekea utua kwenye habari za kitaifa na kimataifa. Tunapata mapumziko mafupi, tukirejea hapa tutaungana na Esther Mtebe ambaye atatujuza habari za michezo kitaifa na kimataifa. Mimi ni Eden Bahati.